Asante Yesu, asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Baba yangu. Ninakutukuza, ninakuinua asubuhi ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako. Asante Roho Mtakatifu kwa nguvu zako. Ni wewe Baba yangu nastahili kutukuzwa na kuinuliwa. Ni wewe Yesu nastahili kupewa utukufu asubuhi ya leo. Baba, wanao na watoto wako tuko mbele zako. Tumenyenyekea mbele zako kwa rehema nyingi asubuhi ya leo. Tutakase Bwana Yesu na turehemu kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wanao Bwana. Tumeshuka mbele zako Roho Mtakatifu. Tumekosa mbele zako Bwana. Nasi tunaanguka magotini pako kama Daudi alisema, nianguke magotini pako Bwana. Nasi tunaanguka magotini pako asubuhi ya leo. Rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma. Rikanda ramanduru sata rika baba, rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma. Riamanduru shakara baba risa karanda rikanduru kuria basika ramanduru kuria basika rababa rusha karababa baba. Ni nani aliye kama we Bwana? Ni nani aliye kama we Mungu mwenye nguvu? Wengine Bwana wangekuwepo, lakini leo wapo. Mimi nimepata kibali na neema mbele zako. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana. Risantaramakuria baba rusa tatataramakuria riandara makuria basika baba. Moyo wangu naimba sifa kwako. Moyo wangu naimba utukufu. Moyo wangu naimba heshima. Moyo wangu naimba kuinuka. Moyo wangu naimba utukufu wako. Makerubi na maserufi wanainama, wanaanguka chini ya kiti chako cha rehema. Baba, nimeinua mikono yangu juu kwa kuinulia wewe mwenye utukufu, wewe mwenye enzi na nguvu, wewe mwenye mamlaka na utukufu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya binti huyu anainua mikono yake kukutukuza. Baba. Uhai umetupa wewe, heshima umetupa wewe, upendeleo umeweka kwetu. Ni wewe Bwana. Asubuhi ya leo tunaungana na maselofi, tunaungana na makerubi wanaokutukuza na kukuinua, wanaokutukuza na kuinua. Rikanda ramandorosata rababa kuriamanda reseterere shanta rakakayanda ramakusha resakarabakuria rinda rosa ta. Baba, tumenyenyekea mbele zako, tunasi utukufu wako Bwana. Usituache Yesu, utukufu wako Bwana usipungue kwetu. Neema yako Yesu isipungue kwetu. Mkono wako Bwana usipungue kwetu. Baba, fadhili zako ni kuu, uweza wako ni mkuu, mamlaka yako ni kuu, uweza wako ni mkuu. Robo shanda ramakuria risa katatatata raka makotasa rikando rukushata makari masikati. In the mighty name of Jesus. Baba, tunakuinua. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutuona kwamba na sisi tu wenye thamani mbele zako. Utukufu na enzi na nguvu ni zako, katika jina la Yesu. Penzi mwanafamilia, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Andika hata kwa mkono wako, comment hata kwa mkono wako, mwambie Baba asante, mwambie Baba asante kwa kunileta asubuhi ya leo. Asante Yesu, asante Yesu. Ninaona mkono wa Mungu unakuja juu yako asubuhi ya leo. Ninaona Mungu akikuinua asubuhi ya leo. Naona Mungu akikufanikisha asubuhi ya leo. Naona Mungu akitenda jambo kubwa asubuhi ya leo. Naona Mungu akibadilisha ndoto zako. Naona Mungu akibadilisha uchungu. Naona Mungu akibadilisha maumivu ambayo umeumia kwa miaka mingi. Naona Mungu akibadilisha maumivu uliyopitia kwa muda mrefu. Ninasikia sauti ya Mungu asubuhi ya leo
kwamba mtu mmoja maumivu yake yanaenda kuisha, kwamba mtu mmoja maumivu yake yanaenda kutoweka. Haijalishi umelia kwa miaka mingapi, lakini Baba anaenda kufuta kilio ulicholia kwa miaka mingi, kilio ulicholia kwa muda mrefu, kilio chako ulicholia kwa muda mrefu, Baba anaenda kukifuta. Wewe ambaye uko tayari unasema Baba, nataka ufute kilio changu, na unataka ungane pamoja na mimi sahihi, unataka Mungu afute machozi, nataka Mungu akufute kutoka kwenye taabu, kwenye laana, kwenye mikosi, kwenye taabu, kwenye majanga, na unatamani kuungana pamoja na mimi, chukua hiyo namba ya WhatsApp, tuma message yako, tutasimama na wewe, tutaomba. Lakini pia chukua namba hiyo ya Vodacom ya sadaka, mwambie Mungu, ninapotoa sadaka hii, maumivu yangu na machungu yangu asubuhi ya leo yaishe. Utakapofanya hivyo, utaona Mungu anakutoa mzigo mkubwa uliotoa, mzigo mkubwa uliobeba, maumivu makubwa uliopitia, na maumivu yanakwenda kuisha, na mkono wa Mungu unakwenda kuwa dhahiri. Asubuhi ya leo kuna neema. Inawezekana unapita kwenye ya machungu, inawezekana unapita kwenye hiyo taabu, na unataka tusimame pamoja tuombe. Chukua hiyo namba ya WhatsApp, fanya kitu, tuma message yako, ambia mtu wa Mungu, napitia hapa, tutaomba na Mungu atafuta kilio, atafuta mateso, atafuta taabu, atafuta kila huzuni katika jina la Yesu Kristo. Ninasikia sauti ya Mungu asubuhi ya leo, nasikia sauti ya Mungu asubuhi ya leo, nasikia zaburi hii ya asubuhi, nasikia sauti ya Mungu. Umekuwa unapita kwenye maadui wengi sana, lakini nataka nikupe ufunuo mkubwa sana asubuhi hii kwenye kile kitabu cha Zaburi 106 mstari ule wa 10, 11 na 12. Biblia inasema, Zaburi 106 mstari wa 10, 11 na 12. Biblia inasemaje? Akaokoa na mkono wa mtu aliyewachukia, na kuwakomboa na mkono wa adui zao. Maji yakawafunika watesi wao. Narudia tena, maji yakawafunika watesi wao, hakusalia hata mmoja wao. Narudia tena, maji yakawafunika watesi wao, hakusalia hata mmoja wao. Maji yakawafunika watesi wao, hakusalia hata mmoja wao. Ndipo walipoyaamini maneno yake. Unaona, waliziimba sifa zake. Sasa sema, maji yakawafunika watesi wao. Asubuhi ya leo nataka usiwe na mambo mengi, lakini uchukue chupa yako ya maji, uchukue chupa yako ya maji, na hiyo chupa ya maji tutaenda kufunika watesi wote, walioko dukani, walioko kazini, walioko kwenye biashara, yani maadui wote tunaenda kuwafunika kwa hiyo maji. Kama wako mahali kokote, maadui wako nyumbani, wako kwenye biashara, wako ofisini kwako, wako kazini kwako, nataka asubuhi ya leo, my Jesus, tunaenda kuwafunika wote, maadui wote waliowahi kukuloga, ili wewe usiolewe, usizae, usipate kazi, usipige, biashara yako iharibike, ofisi yako iharibike, ndoa yako iharibike. Nataka uchukue haya maji. Anasema maji yakawafunika watesi wao. Wana wa Israeli waliteseka sana na maadui, wakiwa wanafuatilia moja kwa moja wakati wanatoka Misri kuelekea Kanaani. Biblia inaeleza kitu cha ajabu sana. Wakati huo Mungu akasimama, walipoingia katika mto, walipoingia katika ziwa, akamwambia Musa, nyosha fimbo. Akanyosha fimbo, maji yakagawanyika. Wakati wanapita, wanavuka Jordan, wale maadui waliwafuata nyuma yao, Mungu akawaacha waendelee kuwafuata. Walipofika katikati na wajamaa, Biblia inasema akaweka uzito kwenye miguu yao na magurudumu, kwa wakawa wanashindwa kutembea. Israeli walipovuka tu amaliza, jamaa walipoingia katikati, akarudisha yale maji. Bwana aliporudisha maji, watesi wao wote wakafunikwa na yale maji. Na hivi ndivyo inavyokwenda kuwa. Hiyo yote anayekufuatilia kwenye njia zako, anakufuatilia kwenye njia zako za mafanikio, njia zako za kuinuliwa, njia zako za kupiga hatua, nasema wote wanaenda kufunikwa na hii maji katika jina la Yesu Kristo. Sasa nisikilize, naomba nikupe maelekezo.
chukua maji yako haya ya kawaida, hiyo maji ya nyumbani hapo, na wakati ninaombea hii maji, nataka nikupe maelekezo haya, kwa sababu tunakwenda kufunika hawa watesi. Nataka utafute sadaka maalum. Hii ni sadaka maalum, ni sadaka namba 7. Sadaka namba 7, sababu hii ndio sadaka ya kuangamiza maadui. 1000 ziwe 7, maana yake ni 7000. Na ukamate hiyo 7000 ukiwa na hii maji, na unapokamata hiyo 7000 na hii maji, sababu hao wachawi wana madhabahu 7 ambazo alimwambia Gideoni wazivunje. Hizi ni madhabahu za kichawi, na nataka uvikamate pamoja. Chukua maji hata lita 1.5. Tunaenda kuiombea saa hii asubuhi hii. Kuna vitu vinaenda kutokea. Waliosema hautafanikiwa watakuachia. Waliosema hautazaa watakuachia. Waliosema hautauza watakuachia. Waliosema hutapata kazi watakuachia. Waliosema ofisi yako inaenda kuharibika watakuachia. Maana baada ya kuomba nitakuelekeza nini cha kufanya, iwe ni ofisini, iwe ni kazini kwako, iwe ni kwa biashara yako, iwe ni kila eneo, na utaona watesi wote wanaanguka. Sasa kamata hiyo sadaka. Kamata hiyo sadaka, kamata pamoja na hiyo maji. Kamata na hiyo maji. Nataka uinue mkono wako. Sema, Bwana Yesu, sawa sawa na Zaburi 106 mstari wa 11, Biblia inasema maji yakawafunika watesi wao. Nimekamata maji haya kama mtumishi wako, ninatangaza katika jina la Yesu, kila mtesi aliyo mbele yangu, anayeua maisha yangu, ameua ndoto zangu, ameua hatima yangu, ninatangaza kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, watesi wote walio mbele yangu, kwenye kazi zangu, kwenye uchumi wangu, kwenye nyumba yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye mafanikio yangu, kwa maji haya wote nayabariki, ninayageuza yawe ni maji ya kuua wachawi, kuua watesi waliotesa maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo ninatangaza kuanzia sasa, naachilia moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Ninaachilia moto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kiwa umekamata maji haya, ninatangaza katika jina la Yesu, ninaachilia upako wa kuangusha maadui zako kwa jina la Yesu. Holy Ghost fire, 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 fire. Kila watesi waliosimama mbele yako waanguke, 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 waanguke. Wewe maji, pokea nguvu ya kuua uchawi, ya kuua uganga, ya kuua ushirikina, ya kuua mizimu, ya kuua nguvu za giza, ya kuua waliokamata hatima mama huyu, hatima baba huyu, hatima kijana huyu, hatima binti huyu, katika jina Yesu. Reikababasak rakabakasha, rakabakasha, rakabakasha. We maji, na kutabiria, pokea nguvu, na kutabiria, pokea nguvu, na kutabiria, pokea nguvu, na kutabiria, pokea nguvu, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory. Kuna kitu hapa nasikia Mungu ananielekeza, na naomba unisikize vizuri, ambacho ni kitu cha muhimu sana, ambacho ni kitu cha muhimu sana. Nataka ufanye mambo haya. Nataka uchukue hiyo maji. Hiyo maji utaenda nayo ukiwa ni ofisini kwako, utazungusha kwenye ofisi yako mara 7. Ikiwa kwenye kiti chako, utatia kiti chako cha ofisi mara 7. Ikiwa ni kwa duka yako, utazungusha kwa duka yako mara 7 ukinyunyiza. Ukitoka hapo, nenda kwenye mlango wako wa duka, nyunyiza pale mara 7.
Glory to Jesus. Kama ni kujimiminia, jimiminie usoni mara 7. Mara 7. Kwa popote unaenda shambani, nenda ukamwage mara 7. Yaani wewe kila eneo weka mara 7, mara 7, mara 7. Utashangaa wiki hii wale waliokuroga wanatamani wakuangushe, wataanguka mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Unapofanya hivyo utaanza kuona mpenyo mkubwa, mpenyo mkubwa, penyo wa biashara, penyo kila eneo. Kama unaombea mtoto wako, kamata picha inyunyizie mara 7, au majina ya watoto wako yaandike, nyunyiza mara 7. Yaani kila eneo kadri Roho Mtakatifu atakavyokuambia wewe, mwaga hayo maji mara 7. Nyumba yako unayoishi zunguka mara 7. My Jesus, mara 7. Utaona vitu vya ajabu vinatokea vya kushangaza katika jina la Yesu, na mkono wa Mungu unaenda kudhihirika sana, na utaona neema ya Kristo ikitenda kazi kwa namna ambayo hujawahi kuona katika jina la Yesu Kristo. Popote pale ulipo, nataka nitamke kupitia sadaka hiyo, tume kwenye namba ya Vodacom ya 0756 934 903 ambayo iko hapo kwenye skrini, na mkono wa Mungu utakuwa dhabiti. Nami ninakuombea katika jina Yesu, maadui zako wote waanguke mara 7 katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Amen, amen. Unapotuma sadaka yako, naomba unijulishe kwa njia WhatsApp, wewe ambaye umeshiriki maombi haya. Shalom, shalom, shalom.